mbunge hapa? Kuna mbunge hapa? Hapa hakuna mbunge. Hapa mnati na boya hapa, mna mbunge hapa, sio? Mnajua boya ni? Boya ni kitu ambalo walijui kama linataka kuzama ama kuelewa lipo tu, sio? Wenzangu wanamuita tikiti maji. Ndani kijani, nje. Na sifa ya mwanaume huwa na tabia inayoeleweka na ujasiri, si ndio jamani? Mimi namfahamu Nape. Nimekuwa naye, alilikuta bungeni. Nimekuwa bungeni kule kwa awamu 2 na mafahamu, matusikia. Simetusikia jamani? Ulikuwa ukitaja Lema unajua kuna mbunge ametajwa, lakini hao wengine matikiti maji tu hao. Si ndio? Si ndio weupe, Kuna wabunge kule? Kazi yao moja tu, mama wapiga mwingi mama. Hapo sikia namshukuru mama. Mvua imenyesha namshukuru mama. Mke wangu akinyonyesha namshukuru mama. Mama ameleta barabara mama amepiga mwingi mama. Hapo msikia hiyo? Hapo sikii? Hawaongei mambo ya maana zaidi ya ushabiki na kupiga ke mama. Na mama unakumbuka alimtoa huyo, aliona hana adabu, si ndio? Sasa niwaambie kwa nini alimtoa? Hamna mbunge hapa. Kuna mbunge hapa? Hapa hakuna mbunge. Hapa mnati bila kupingwa kwa sababu hawezi ushindani. Na waona nie Nape hawezi pata 10% ya kura kutoka kwao. Hawezi. Anaweza hawezi? Hapa Nape anaweza hawezi? Hawezi sio? Hawezi. Sasa ule mfano wetu unaendelea heshimiwa hapa, hii meza yote hapa. Paka Brenda njoo, paka na Sosopi. Ndugu zangu, no reforms no election maana yake nini? Na polisi muangalie. Ili mjue, kwa sababu na nyie mnaosikaga kwenye ukabaji wa demokrasia na wizi wa kura. Mnaosika sana. Ndugu zangu, people, kwa nini tunasema no reforms no election? Mama mmoja njoo. Mama mmoja njoo. Ngoja nitafuta hapa. Ngoja tulia na utafuta mwenyewe. Mama anafanana Samia hapa yuko. Wewe mama njoo, Samia njoo. Wewe unafanana Samia wewe. Ila wewe sio Samia. Njoo mheshimiwa rais. Lakini nakuomba radhi kwamba lakini wewe sio Samia. Njoo. Ndugu zangu, sikiliza kwa nini tunasema no reforms no election. Kwamba kama mama zangu, naomba utulivu wapenzi. Sawa wapenzi? Utulivu kidogo wapendwa. Tunaposema no reforms no election maana yake ni huyu ni Rais Samia tayari ni mgombea na rafiki yake yule anaitwa Nchimbi yule katibu mkuu wake, sio? Sasa huyu anamteua huyu kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na anamteua huyu kuwa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Yaani huyu anayegombania urais na huyu mzee ni mgombea urais wa Chadema, huyu wa CCM. Huyu anateua hawa ndio wasimamizi wa uchaguzi na watakaotangaza matokeo. Huyu anamwambia huyu rais, huwezi teua refa na lazimeni wakati mimi na wewe tunashindana. Hawa watu wanatakiwa kuwa huru. Huyu hataki. Ana mpango gani? Sikuiba. Hivi umeelewa? Yaani huyu ndo rais wa nchi na ndo mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Anamteua mwenyekiti wa tume na mkurugenzi wa tume ya uchaguzi wanaotangaza na kuratibu uchaguzi. Alafu tulia. Alafu huyu si mna mkurugenzi wa halmashauri hapa?
anamteua huyu mkurugenzi wa halmashauri. Huyu ndiye atakayesimamia uchaguzi hapa chini. Huyu analipwa mshahara na huyu. Alafu huyu yuko chini ya huyu mkuu wa wilaya. Hapa sikuna wilaya. Huyu ni mkuu wa wilaya. Huyu mkurugenzi yuko chini ya huyu. Huyu ameteuliwa na huyu. Huyu ameteuliwa na huyu. Njoo. Alafu huyu ni OCD. Yuko hapa OCD. Huyu OCD mkuu wa wilaya yuko hapa. Huyu OCD bosi wake katika wilaya ambaye ni mwenyekiti wake wa kamati ya ulinzi wa usalama ya wilaya. Huyu OCD huyu ni mkuu wa wilaya. Bosi wa huyu OCD hawa polisi ni huyu mkuu wa wilaya. Halafu huyu mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi. Hawa wote hawa ni watu wameteuliwa na Samia. Wanachukua maelekezo kwa Samia. Alafu Samia anatuambia hawa ndio wasimamia uchaguzi utakaomfanya yeye ashindwe. Sisi tunasema huo ni uongo, mnapanga kuiba. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi wawe watu huru. Hivi Simba na Yanga wakicheza, yule Manara ni timu gani siku hizi? Simba na Yanga wakicheza, alafu Manara akawa refa, alafu mtu wa Simba mtu wa Yanga sio Manara ni Simba. Mimi nashukia Simba na Yanga nyie, kwa sababu inawapumbazaga sana akili. Mimi sijui mambo ya mpira. Manara ni timu gani? Yanga. Manara ni Yanga. Sasa Manara anakuwa refa wa kuchezesha mpira wa Simba na Yanga. Mtu akipigwa kwato katikati, Manara sasa toa penalty. Sasa hawa wote hao ni wateule wa rais na ndio wasimamizi wa uchaguzi. Na ndio maana serikali za mitaa wanaiba, udiwani wanaiba, ubunge wanaiba, urais wanaiba, kwa sababu hao wanaosimamia uchaguzi wameteuliwa na mtu mmoja, na huyo mtu mmoja anashindana na sisi. Tunasema hatuna shida na wewe kutushinda kihalali, mama mheshimiwa rais. Hatuna ugomvi kabisa. Ila ugomvi wetu ni kwamba utushinde kwa haki. Hii tume tunataka iwe huru, usiwe na mamlaka nayo kwa sababu wewe mwenyewe ni mgombea. Sasa subiri, mkurugenzi bwana. Njoo tunaweza tukashika hii chafu kwa mkurugenzi hapa. People. Sasa huyu mkurugenzi huyu kapewa mamlaka ya kisheria na sheria iliyotungwa nao akina Nape bungeni na kanuni. Kuna mtu anaitwa wakala. Wakala huwa ni mtu anayekula kiapo kwenda kutunza nini? Kuangalia kura pale kituoni. Si mnafahamu kwamba kwenye kituo cha kura huwa mnakuja kuna watu wanalinda kura za wagombea. Sasa huyu mkurugenzi ndio anayemwapisha wakala wangu na wakala wa CCM. Lakini huyu mkurugenzi ni mteule wa rais wa CCM. Sasa huyu mkurugenzi amepewa mamlaka na sheria kwamba sisi tunakwenda kula kiapo kwa huyu kada wa CCM, huyu mshikaji wa Samia huyu. Tunaenda kula kiapo, alafu sheria na kanuni nasema hivi, tukishakula kiapo, majina ya watu watakaosimamia uchaguzi ile siku ya kura tutayakuta vituoni. Sasa mkurugenzi anachokifanya, hapeleki majina kule kwenye kata. Kwa asubuhi mawakala wetu wanakwenda, mtendaji msimamizi wa usaidizi asema jina lako alipo. Akisema mimi ni wakala, mtendaji amepewa mamlaka, yule mtendaji kata ambaye ni msimamizi msaidizi, wa kuita polisi na kumuondoa. Anachukua Land Rover, anafanya fujo, kituo kinabaki bila wakala wa upinzani. Umeelewa? People. Mtendaji, alafu sasa yule msimamizi msaidizi, mtendaji njoo. Wewe utakuwa mtendaji. Amnaga mtendaji kuvaa suti wa CCM. Njoo sio para hoja. Amnaga mtendaji wa timu. People. Sasa huyu mtendaji ambaye ni msimamizi msaidizi, simnielewa nachosema wapendwa. Huyu amepewa mamlaka na kanuni kwamba eti huyu kwa kuona inavyofaa. Sikiliza. Eti mtendaji anaweza akaona hali ya hapa palivyokaa hapafai kuhesabia kura. Kwa anamwambia askari aliyeko kituoni, mimi kura sasa kuhesabia hapa.
kwa mtendaji anaweza kaamua kura za kata hii zikahesabiwa Lindi mjini. Ndivyo anavyofanya? Ndivyo anavyofanya, sio? Ndio hivyo mama, sio? Kwa Mheshimiwa Rais ujirekebishe. Ujirekebishe. Sasa people na hao polisi kama wameona sasa nyinyi mmeshapiga kura, vituoni mmedhibiti, mkuu wa wilaya anatoa maelekezo kwa polisi, tunataka kumtangaza napi, pigeni mabomu. Kwa sababu OCD yuko people, yuko chini ya mkuu wa wilaya, mabomu yanafanya nini? Wakina mama mnatawanyika, wazee wanatawanyika, unasikia mkurugenzi anamtangaza Nape kuwa mbunge. Sasa kaeni people, tukasema hivi, hayo ni mambo kadhaa. Tukasema hivi, huu pumbavu lazima tuukomeshe. Naomba mnielewe watu wa Mtama, sisi hapa bila nyie sisi ni dhaifu. Nguvu yetu ni nyie. Msipotuelewa nyie sisi ni dhaifu. Mimi nimeingia kwenye siasa nikiwa mdogo sana. Mdogo kabisa. Na nimepigana kwenye siasa kwa moyo wangu wote, nimetetea nchi. Sina deni nchini. Nimeenda jela, mimi nimeenda polisi zaidi ya mara 150 kwa sababu ya watu. Nimeenda magereza, nimeenda mahakamani na nikakimbia na nchi. Si mnafahamu likimbilia